إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا حماة الإسلام وخراس العقيدة، أوصيكم كما أوصي نفسي أولاً بتقوى الله عز وجل وطاعته، ولقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في محكم تنزيله: إن للمتقين مفازا. Ndugu zanguni katika imani, jambo la kwanza ni kuhusiana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo nami inanipasa kuihusia nafsi yangu juu ya jambo hilo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ndiyo njia pekee ambayo tutaweza kuyafikia mafanikio ya hapa duniani na kesho akhira, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu: inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana mafanikio makubwa wale wenye kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Na kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala, ndugu zangu katika imani, si jenginelo bali ni kushikamana na maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala, pia na kuachana na makatazo yake Allah tabaraka wa ta'ala. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa, acha kufanya madhambi madogo na makubwa, huo ndio ucha Mungu. Wasna' kamashi fawqa al-ardi yahdharu ma yara, na uwe kama yule mwenye kutembea katika ardhi anaogopa kile anachokiona. Fala tahqiranna saghira, usidharau jambo dogo au dhambi ndogo. Fa innal jibala min al-hasa, kwani elewa mlima umejengeka na changarawe. Bimaana dhambi kubwa ndiyo dhambi ndogo ndiyo inayoifanya ikawa ni dhambi iliyo kubwa. Ndugu zangu katika imani, kwa muda huu mfupi wa leo hii sasa, insha Allah tutaangalia ahwalun nas hina wa ba'da Ramadhan, hali za watu ambazo tuko nazo wakati wa Ramadhan na baada ya Ramadhan. Hali zetu zikoje? Kwa kweli ndugu zangu katika imani, hali za watu baada ya Ramadhan haziepukani isipokuwa ziko sambamba na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoizungumza kuwazungumza watu ambao kawapa elimu. Kwani Ramadhani ni chuo tunatakiwa tunachojifunza ndani ya chuo hicho tuwe ni wenye kukifanyia kazi ndani ya hicho chuo na baada ya kutoka katika chuo hicho. Kwa maana hiyo, Ramadhani ni kwetu ni chuo, tunatakiwa tunayojifunza ndani ya mwezi wa Ramadhani tushikamane nayo nje ya mwezi wa Ramadhani. Kwani ndani ya mwezi wa Ramadhani tulikuwa tukijizuilia na muharramati mengi sana. Tulikuwa tukijizuilia kula na kunywa, na kufanya mambo ya shahawati na kusema uongo. Yani kila lilikuwa ni muharramati ambalo litatupelekea sisi tufungue tupoteze saumu yetu, basi tulikuwa tunajikinga nalo. Hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa tuwe baada ya Ramadhani. Yale ambayo tulitakiwa tunajifunza au tuliyaacha ndani ya mwezi ule mtukufu wa Ramadhani,
vile vile na huu ndani ya Shawwal mpaka Shaaban, basi tuachane nayo. Lakini imekuwa ni kinyume na hivyo. Kwa maana hiyo tumekuwa ni sawa na kauli ya Allah tabaraka wa taala, kauli ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaielezea kuhusu watu wenye elimu. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Fatir aya ya 32 anasema, thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidhnillah dhalika huwa alfadhlul kabir. Allah tabaraka wa taala anasema kuzungumzia watu wenye elimu. Watu wamepewa elimu ili elimu iwe ndiyo muongozo wao kujiongoza katika maisha yao kupitia elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Lakini wale wenye elimu imekuwa ni tofauti na yale makusudio ambayo Allah tabaraka wa taala aliwapa elimu hiyo. Allah anasema thumma awrathna alkitaba, kisha tukawarithisha kitabu. Walkitabu huna huwa alilm, na maana ya kitabu hapa maana yake ni elimu. Tukawarithisha elimu yetu ya kitabu alladhina istafaina, wale ambao tumewachagua min ibadina, katika waja wetu. Elewa ndugu yangu katika imani, ikiwa Allah kakupa elimu, basi elewa kakuchagua wewe kukupa hiyo dhamana. Kwa maana hiyo dhamana hiyo unatakiwa uitunze kama vilivyo kwa njia zake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema faminhum, basi miongoni mwa hao tuliowachagua kuwapa hiyo elimu yetu, zalimun linafsihi, walikuwa ni madhalimu wa nafsi zao. Alikuwa ni dhalimu wa nafsi yake mtu. Kwa sababu gani? Hakutaka kuitendea kazi elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa. Baada ya elimu kuwa ndiyo dira, ndiyo tochi ya kuangazia katika maisha yake, basi alikuwa pamoja na elimu yake anafanya analolitaka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa minhum muqtasidun, lakini miongoni mwao wapo kati na kati. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa elimu, lakini elimu hiyo wanaitwa wako kati na kati, huku wako na huku wako, wanafanyia kazi elimu kidogo, lakini mengine hawa ya nafsi inatangulia. Wa minhum, miongoni mwao, sabiqun bil khairat, hawa ndiyo anasema Allah sabiqun bil khairati, hawa ni wenye kushindana kwa kupitia elimu yao, wanashindana katika kuendea mambo ya khairat. Lakini hayo yote ni biidhnillah, wanayafanya kuongoza katika kuyaendea mambo ya khairati, si yao wenyewe, ni kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Dhalika huwa alfadhlul kabir, kupewa elimu huko na ukaifanyia kazi kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka, hii ni fadhila iliyo kubwa. Hii ndiyo hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katuelezea juu ya watu wenye elimu. Hivyo hivyo katika Waislamu ambao tumeuingia mwezi wa Ramadhani na tukautoka mwezi wa Ramadhani, hali zetu tuko hivyo hivyo kama alivyotuelezea Allah tabaraka wa taala kwenye watu waliopewa elimu. Tumeingia ndani ya mwezi wa Ramadhani, kila mmoja alhamdulillah aliyekuwa hakionekana katika mambo ya ibadati kabla ya Ramadhani, basi ndani ya mwezi wa Ramadhani alhamdulillah kimuona, ulikuwa unamuona anajishughulisha na Waislamu wengine katika kuyaendea khairat.
tukawa au tukadumu na hayo mambo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutoka ndani ya mwezi wa Ramadhani hali ilikuwa vipi sasa? Hapa ndipo panapopatikana yale mafungu ambayo Allah tabaraka wa taala ameyazungumzia kuhusiana na watu wenye elimu. Faminhum dhalimun li nafsihi, miongoni mwao waliokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani wakashindana katika mambo ya khairati, basi miongoni mwao walikuwa ni madhalimu, wametoka ndani ya mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa ni madhalimu wa nafsi zao, kwani yale yote waliojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani waliyaacha ndani ya mwezi 29 au 30. Waliyaacha hapo, walipoingia tu ndani ya Shawwal mosi tayari walirudi katika uovu wao. Fahaula dhalimu li anfusihim, hao walikuwa ni madhalimu wa nafsi zao, hawakufaidika kabisa na mwezi wa Ramadhani ambao waliuingia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa minhum muqtasidun, na miongoni mwao walikuwa wapo kati na kati ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah, yumo katika khairati, anasoma Qur'an, anafanya katika mambo mengineyo ya khairati, lakini kutoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pengine ile Qur'ani ambayo akijitahidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani haipo tena, haimo tena katika nini, na yale mambo ya khairati yote aliyokiyafanya hayapo tena. Yale yote aliyokijizuilia, aliyokuwa akijizuilia kuogopa kuja kufungua kwa ile mchana wa Ramadhani, kama aidha kwa kusema uongo au kwa mengine yoyote, basi tayari yamekuwa ni halali kwake yeye ndani ya nje ya Ramadhani. Fahadha muqtasidun, yupo katika pengine ibada nyinginezo, swala yupo, alhamdulillah anadumu katika swala, lakini katika mambo mengineyo aliyokuwa akijizuilia wakati ule, hapa hayupo tena. Hadha muqtasidun, yupo kati na kati, huku yuko na huku yuko. Allah akasema, wa minhum, na miongoni mwao, sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat, wanashindana katika mambo ya khairati. Yani yule mtu ambaye alikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, alhamdulillah, alikuwa na mambo mengi katika mambo ya khairati, lakini haya mambo ya khairati aliyodumu nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tayari anayaendeleza nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Dhalika, kuendeleza huko ambako kwa kuendeleza kutoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akawa anayaendeleza nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa alfadhlul kabir, hizo ni fadhila kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala yu'tihi man yasha, humpa fadhila hizo anayetaka, na yule anayetaka kutoa vile vile na yeye atake aendeleze yale ambayo amejitahidi nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, bado aendelee nayo nje ya mwezi wa Ramadhani mpaka ifike Ramadhani nyingine, yumo katika hali kama hiyo. Sasa ndugu zangu ni katika imani, sote twajiona bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu yeye mwenyewe ndio anajiona yeye kaifa kana, vipi alikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, wa kaifa yakunu hahuna, na vipi yuko sasa hivi. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, tujihesabu nafsi zetu kabla hatujahesabiwa. Yale ambayo tulikuwa tunajizuilia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunatakiwa tujizuilie hivyo nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapa ndipo ambapo atakayekuwa na sifa hiyo ndio aliyekuwa kafanikiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini ikiwa uliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukarudi nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukayaona si chochote si lolote, ukarudia kwenye uasi wako, elewa ndugu yangu ni katika imani, Ramadhani yako haikukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
Muangalie, jiangalie au tujiangalie. Tulikuwa vipi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na sasa tuko vipi ndani ya nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ikiwa tunayaendeleza yale ambayo tulikuwa nayo, tumeshikamana nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tuelewe hii ni dalili njema ya kukubaliwa amali zetu ambazo tulikuwa tukizifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kinyume na hivyo, ikiwa tumerudi kwenye yale maasi ambayo tulikuwa tunasikia magoma mbalimbali yalikuwa yakifanyaje, yakirindima baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hii ni dalili mbaya ya kwamba amali zako ulizofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani zina shaka kupokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أوصيكم مرة الثانية كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. ومرة ya pili nakuhusieni kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kama ambavyo nami inanipasa kuihusia nafsi yangu kumwogopa huyo Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema katika sura Ibrahim aya 52, hadha balaghu linnasi waliyundharu bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadhakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala aliyazungumza mengi kwenye sura hiyo, aliyazungumza mengi, lakini kwa kukomelea mazungumzo yake akasema hadha balaghu linnas, haya yatoshe kuwa ni mauidha kwa watu, waliyundharu bihi, na watu wapate kuonyeka. Tuifuatilieni sura Ibrahim, Allah kaeleza nini? Kaeleza mengi sana, lakini mwisho akasema hadha balaghu linnas waliyundharu bihi, haya yanatosha kuwa ni mauidha kwa watu, na halafu watu wawe ni wenye kuonyeka kwa hayo. Waliya'lamu annama huwa ilahun wahid, na wapate kutambua watu kwamba mwenye kustahiki kuabudiwa ni mmoja tu, ilahun wahid, mustahiki al-ibada huwa wahid, mmoja tu. Waliyadhakkara ulul albab, na wapate kukumbuka wale wenye akili salama. Ulul albab, wenye akili salama, wanaoweza kufikiria mambo na kutoa maamuzi yaliyo sahihi. Kwa maana hiyo, kwa maelezo ambayo nimeleta mbele yenu, nasema au naegemeza maneno yangu kwenye aya hii kama alivyosema Allah, haya ndio yazungumza kwenu, itoshe kuwa ni mauidha kwetu, itoshe kuwa ni mauidha kwetu, na tuonyeke. Ikiwa tulikuwa tuko katika maasi ya kumwasi Allah baada ya kutoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, turudi hapo mara moja, tutoke kwenye maasi, tuongoze kwenye njia iliyonyooka kama tulivyoongoza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waliya'lamu, na watu wapate kutambua, na sisi tupate kutambua, annama huwa ilahun wahidun, ya kwamba sio vinginevyo, mstahiki wa kuabudiwa ni mmoja tu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani. Muabudiwa ni mmoja tu. Kama tukimwabudia Allah ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi na nje ya mwezi wa Ramadhani tumwabudie yeye tu. Waliyadhakkara ulul albab, na wapate kukumbuka wale wenye akili salama, si akili ya kuvalia nguo, akili salama ya kuweza kuyasikiliza mambo na kuyachambua na kutoa maamuzi yaliyo sahihi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin waqta' dabira a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin.